tuangalie nafasi ya wananchi kwenye kulinda maadili haya. Wao wananchi wana nafasi gani katika kulinda maadili ya utendaji kazi mahakamani? Wananchi wanayo nafasi ya kulinda maadili kama nilivyokusha kusema. Kifungu cha 4 kinasema wazi cha sheria namba 11 ya 2018, sheria kwamba zile standards na zile za au sema standard of service basi au kiwango cha huduma kinatarajiwa kwamba huyu mtumishi wa mahakama atafanya kwa uadilifu, kwa uaminifu, bila ya upendeleo, na hiyo itakuwa ni sehemu ya maadili kwa upande wake. Lakini kwa upande wa mwananchi, naye anapaswa kuyalinda maadili, kwa sababu hapaswi na yeye kushawishi rushwa au kutumia muhali au vinginevyo. Anapaswa kufuata sheria za nchi kikamilifu. Nasema sasa na yeye analinda maadili. Lakini inapotokezea akaona na akawa na wasiwasi kwamba labda maadili yamevunjwa, basi hata na yeye kutumia fursa yake ya kuwasilisha malalamiko yake mbele ya zile kamati, basi tunasema kwamba na yeye ametekeleza wajibu wake kuhakikisha analinda maadili kwa upande wake. Sawa. Kuna mtazamaji anauliza, anasema salamu alaikum, miongoni mwa kuvunja maadili ni ucheleweshaji wa kesi. Mheshimiwa umesema hivyo. Unakwenda kusikiliza shauri, unaambiwa mheshimiwa hayupo leo, unarudi mara ya pili unaambiwa hayupo. Hili tunaliweka kwenye mtazamo gani? Ni ukiukaji wa maadili ama ni kuvunja taratibu za mahakama? Ucheleweshaji wa kesi inawezekana ikawa ni kuvunja utaratibu tu wa mahakama, lakini ukawa umetoka nje ya matakwa ya sheria. Na sasa lakini mfano kesi imechelewa, lakini kwa sababu tu shahidi hajaja mara 3, sasa itakuwa sio swala la mahakama, ni swala la kwamba shahidi hakuweza kufika na ndio imesababisha pengine kesi kuchelewa. Hili la kwamba pengine mheshimiwa hakimu hayupo, karani wake ndo anakwambia leo hayupo hakimu, njoo tarehe fulani, unarudi tarehe unaambiwa leo pia hayupo. Hili tunalitafsiri vipi? Watumishi wa mahakama ni binadamu, ni binadamu na wao saa nyingine wanakuwa na dharura kama walivyo watu wengine wa kawaida. Kama inavyotokea mwananchi kwa bahati mbaya leo asiji mahakamani kwa sababu pengine na msiba wa mtoto wa kaka yangu, basi na yule ofisa wa mahakama naye ni binadamu, anaweza akatokewa na dharura za ugonjwa ama kapangiwa kazi nyingine na ikabidi lazima siku ile aweze kuhudhuria katika utekelezaji wa majukumu hayo ya kitaifa, kiasi cha kwamba asiweze kuhudhuria mbele ya mahakama kuendelea kuendesha kesi yake. Kwa hiyo hizo zinakuwa ni pengine hiyo ina hoja ya msingi ucheleweshaji, lakini una sababu ya msingi. Kwa hiyo huo si ukosefu wa maadili. Sawa. Tuendelee kuwapa nafasi wale ambao wanatutazama kwa kutumia ujumbe wao mfupi wa maandishi. Nambari ni 0715801264. Tutumie hapo ujumbe wako. Anasema nilikuwa na kesi mpaka leo sijapewa haki yangu. Sijaelewa ni nini tatizo. Asante kwa ujumbe wako huo. Habari za muda huu, mimi ningependa kujua maana ya mahakama kwa upana zaidi. Asante kwa ujumbe wako huo. Naomba kujua hiyo sheria ya maadili ya utumishi ni ya mahakama tu au wana watumishi wengine idara pia mbalimbali? Asante. Zadidu Nofuhela wa Mbuyuni Mbarali anasema wakulima. Asante, tukushukuru Zabibu kwa ujumbe wako huo. Tuende na haya kwanza mheshimiwa. Sema kwamba labda huyu mtu msaidie tu. Nini maana mahakama? Mahakama ni chombo kilichoanzishwa kikatiba. Ni chombo kilichoanzishwa kikatiba, lakini zile wanasema ngazi za mahakama zimeelezwa katika ile sheria ya mahakama kuu, sheria namba 2. Lakini pia ukiangalia kuanzishwa kwa mahakama hizi za chini pia kumeelezwa katika sheria ya hakimu wa mahakama, sheria ya hakimu wa mahakama, nayo imeeleza hizo madaraja ya mahakama, kama hiyo mahakama ya mkoa, ya wilaya,
ya mwanzo, na hii manake ni taasisi ya kusimamia utekelezaji wa haki. Ndio. Kwa ufupi naweza kusema hivyo kwa tafsiri sio rasmi. Mahakama ni chombo maalumu kilichoanzishwa kwa mujibu wa sheria ili kutatua migogoro ya wananchi. Nasema hii ni mahakama, iwe ya jinai iwe ya madai. Lakini ndugu yetu huyu ambaye ametuuliza swala la sheria ya maadili hii tunaizungumza hapa, manake hapa nimezungumza sheria mbili kimsingi. Nimezungumza sheria ya kwanza, sheria ya usimamizi wa mahakama, sheria namba 11, yenyewe inahusika na swala la usimamizi wa mahakama tu, lakini ndani ya sheria hiyo tunasema yameelezwa mamlaka ya tume, na mamlaka ya tume hayo katika utekelezaji wa majukumu yake yanaenda sambamba na ile sheria ya utumishi wa umma, sheria ya utumishi wa umma. Kwa hiyo pia tunaweza kusema kwamba ukiondoa hii sheria ya usimamizi wa mahakama kama ambavyo nimeeleza, hii sheria namba 11 ya mwaka 2018 pamoja na hii sheria yani nasema code of conduct, kanuni ya maadili ya watumishi wa mahakama na wale wasio wa mahakama. Hizi ni nyenzo ambazo zinatumika kwa usimamizi wa maadili kwa taasisi ya mahakama pekee, lakini pia tunazo sheria nyingine ambazo nazo zinasimamia maadili. Mfano, tuna sheria ya utumishi wa umma, tuna kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2004, nazo zinasimamia maadili kwa watumishi kwa ujumla. Sasa lakini tunasema yale kuhusiana na ile fani na taasisi, basi naweza kusema kwamba hizi ni sheria za msingi katika kusimamia maadili kwa watumishi wa mahakama. Anasema naomba kuuliza, kwani kama hakimu anaosikiliza kesi hayupo, iwe ameumwa au yuko likizo, kesi haiwezekani kuendeshwa na hakimu mwingine? Maana hili tatizo la hakimu hayupo limezidi kwenye mahakama zetu. Asante. Hakusema yanaitwa nani huyo. Anasema asalamu alaikum, Rashid kutoka Geita, nauliza ikoje hii mtumishi wa mahakama kusema jiongeze ili upate haki? Je, ni uvunjifu wa maadili ama ni uvunjifu wa taratibu? Asante ndugu mtangazaji na ndugu wananchi. Tuanze na hapa kwamba tuseme labda kesi imeahirishwa mara 2 mara 3. Kiutaratibu, kama atakuwa hakimu amepata dharura ambayo itamfanya asiweze kuiendesha kesi ile, basi kesi inaweza kuhamishwa kwa hakimu mwingine. Sasa kuna namna za kuhamisha. Kama itaona yule anayesimamia pale, yule dhamana anayesimamia pale ataona kwamba kuna sababu za msingi, basi yeye anayo mamlaka ya kusema kwamba kesi hii sasa itapangwa kwa hakimu mwingine ili iendelee kusikilizwa. Lakini lazima kwamba ionekane hiyo sababu ni ya msingi, na ionekane kwamba kweli hakimu yule au ofisa yule wa mahakama hawezi tena kuendelea na kusikiliza shauri lake. Lakini sasa kwa huyu ambaye anasema jiongeze, yani unasema mtumishi wa mahakama akisema jiongeze, hiyo lugha si lugha rasmi, ni ya kimahakama. Maana yake kwa tafasiri, kama itakuja kwa tafsiri jiongeze katafute wakili, maana yake atakuwa nampa muongozo, enda katafute wakili. Kama jiongeze kwa maana pengine atumie fursa hiyo ajinufaishe binafsi, atakuwa amevunja maadili ya utumishi wa mahakama. Sasa haya akiyafanya na ikithibitika hivyo, basi anaweza kuchukuliwa hatua. Lakini mwananchi huyu kwa kuambiwa hivyo, na kama kuna ushahidi wa kutosha wa kuweza kuithibitisha kauli yake, basi swala lake aliwasilishe kwenye tume ya maadili au katika hizo channel ambazo nilikwisha kuzieleza, ili swala hilo liweze kuchunguzwa, na ikibainika kwamba ni kweli, basi hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa.